I remember I used to look at the CU in our schools as the epitome of goodness and kindness and honesty. Yani pale ulikuwa ukiona mtu ambaye yuko CU, unasema huyu ni mtu yenyewe ameshikiliwa na Mungu na ataenda mbali. Haizi danganya, haizi iba, hawezi fanya hizi vituko zingine. What was CU? What happens after they leave high school? What do you mean? Because mwalimu, I do not know if I am the only one. Na kama unanisikiza, you will engage with us. I don't know why everyone that I knew that was a very staunch CU member, ukipatana na yeye saizi kama sio kwa baa, kwa sherehe, kwa usherati. And I'm not trying to say it, I'm not judging, but I'm judging. This is religion shaming. No. I'm just trying to figure out what usually happens, because the people who walikuwa mpaka wanaongea in tongues, saizi wanaimba ngoma za mapiano ni kama wanaongea in tongues. Unajua mmoja wao yuko hapa. Hata usende mbali, yupo hapa. Wait, you are one of them. Hala, the tickets have come home to roost. Mimi kwanza sikuwa nini mnatupatia pressure. Si yule kwa club. Okay? It was a club also. Okay. Yes. As an extracurricular activity. So kama tu drama fair, kama drama club, kama 4K club. And because hizi zingine mpaka kuna event ndo feel the vibes. Hii ingine ilikuwa ile tu ya ndani. You want to belong to a certain group. Sasa kama mimi si cool kid, I can't hang out with the cool children. Okay, the cool girls. I watajua tu. Kwa Mungu hakuna coolness. Kwa Mungu kila mtu ako equal. Yes, something like that. You see? Haya, I can't belong to the choppies. Sababu pia walikuwa na mambo yao. Okay. Nikiulizwa hapo question ya maths tulipata 3, mimi nasema imekataa. Hata siku get that far into the question. And then you see this one that says, come as you are. Okay. We accept you for who you are. Of course you want to be part of that. But what did you guys used to do the extra? Mpaka mnaanguka huko mbele, mnaongea in tongues, na saizi kwa club pia mnaenda mkifanya split. Unajua kila organization iko na mambo yao and how they do things. Yes. Speaking in tongues was not for it. Not everyone could speak in tongues. But it is a gift of the Holy Spirit. Okay. And we cannot sita simama hapa mutukane Holy Spirit. Ndio hiyo. Wachanini mkazi ya mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu, okay. Lakini ukishatoka, of course life now starts happening differently. You also don't have that group of people that was your support system to keep you in check, tuseme. You don't have Bible study anymore for you to continue on that consistency of reading the Bible. Kanisa pia utapata wengine wakora ambao sasa wanakulead astray.